نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد, tunachukua fursa hii ya kuendelea kukumbushana katika masala ya malezi ya watoto, kwa sababu ni kitu ambacho kinachohitajika katika zama zetu hizi, ili wazazi kuelewa na kujua jinsi gani watakavyo pambana katika malezi ya kuwalea watoto zao wawe katika malezi bora ya Uislamu. Na bila shaka tungaliki katika kipengele ambacho kinatuonesha kucheza na mtoto wako katika umri wa miaka 7 ya mwanzo. Na huyo umri tukasema kuna vitu haswa ambavyo vinapatikana, au kuna vitu haswa ambavyo mtoto anavifanya akiwa kunako umri huu wa hii miaka 7 ya mwanzo. Kubwa zaidi linalohitajika ni mzazi kuwa na subra. Maana kama mzazi haukuwa na subra, unaweza ukapiga mtoto mpaka ukaua. Kumbe utaona mambo mengi. Ni subra. Tumitaja jambo la kwanza, mtoto anakuwa na harakati nyingi sana kwenye huyu umri. Tukataja jambo la pili, kwenye huyu umri mtoto anakuwa ni muigaji sana, anaiga kila kitu chenye anaona, kizuri kwa kibaya, twende. Jambo la tatu tukasema kwamba mtoto anakuwa ni shupavu. Jambo la 4 tukasema kwamba mtoto anakuwa hajui kutofautisha baya na lizuri. Na jambo la 5 tukasema ya kwamba mtoto anapenda kuuliza, masuala anakuwa mengi sana. Na jambo la 6 mtoto anakuwa yuko na upeo wa hali ya juu wa kuhifadhi vitu. Na jambo la 7 tukasema mtoto anapenda kupewa motisha, hamasa, kuhamasishwa kitu, apewe motivation ya kile kitu anachokifanya. Na leo tunaingia katika jambo la 8 katika vitu 14 ambavyo tumesema vinapatikana kwa mtoto kunako hiki kipindi cha miaka 7 ya mwanzo. Cha 8, hubbul la'ibi wal marah. Hubbul la'ibi wal marahi. Katika hii miaka 7 ya mwanzo mtoto anapenda michezo na anapenda activity sana, anapenda nashat, anapenda vitu vya kumweka furaha. Katika hii miaka 7 ya mwanzo mtoto anapenda michezo sana, mtoto anapenda kitu cha kumfurahisha. Wa hadha laisa aiba, na hii sio aibu. Mzazi ukimwona mtoto wako anapenda michezo katika hii miaka 7 ya mwanzo, sio aibu. Bal inna al-la'iba qad yakunu wasilatan liktisabi al-maharati. Bali katika michezo yaweza kuwa ni njia ya kuchuma vipaji tofauti. Wa tajmi' al-khibrat, na kukusanya vipaji tofauti. Yani ni kipindi ambacho mtoto anaweza akachuma vipaji, akakusanya vitu tofauti. Watanmia tadhakai,
na ni kipindi ambacho mtoto kwa kupenda kwake michezo akili inakuwa. Akili ya mtoto inakuwa na kukomaa kutokana na vile vitu anavyovifanya. Wa afdalu wasilatin litalimi hiya al-la'ib, na njia nyepesi ya kufundisha mtoto wako ni njia ya mchezo. Njia nyepesi ya kumfundisha mtoto wako ni njia ya michezo. Na unajua wazazi wengi huwa wanafeli katika nukta kama hii. Mtoto wako umemwona ameelekea katika michezo fulani, elewa kwamba ndio mahala ambapo mafunzo anayapatia umuhimu. Wal-la'ibu wal-marahu laysa ikhtiyariyan liwaliyi al-amri kama annahu laysa aiban fi at-tifli. Michezo, kutafuta vitu vya kumpa furaha, sio uchaguzi wa kutoka kwa kiongozi au kwa baba yani au mama, la. Kama vile vile sio aibu kwa mtoto, bal inna ma yaf'aluhu huwa tabi'atu sinnihi. Yale anayoyafanya mtoto, elewa kwamba ndio yanayoendana na miaka yake, ndio maumbile ya miaka yake. Wa khasiyatun min khasaisihi allati bidunha yasiru ghaira tabi'i. Na hii michezo ambayo mtoto anacheza hichi kipindi, elewa kwamba ndivyo vitu vyake haswa vinavyomhusu mtoto katika hiki kipindi. Hivyo vinaonyesha kwamba mtoto yupo salama. Ukiona mtoto wako katika miaka 7 ya mwanzo hapendi kucheza, anakaa peke yake, elewa kwamba mtoto wako haipo katika ada inavyotakikana. Inabidi mtoto wako umtizamishe, umpeleke kwa mganga. Wama alaina illa an nurshidahu wa nuwajjihahu ila ikhtiyari al'abihi wa awqati al-la'ibi. Linalo tupasa sisi wazazi ni kitu gani? Ni kuwaelekeza watoto katika kuchagua ile michezo yao, kuwachagulisha michezo itakayokuwa bora na manufaa kwao, na kuwachagulisha wakati ambao utakaokuwa bora wa michezo. Wa kaifa yastafidu min hadha al-la'ib, na vipi mtoto wako atapata faida kupitia michezo hii. Wa ikhtiyari man yal'ab ma'ahum, na kuchagua yule ambaye atakayecheza naye. Hapa tupazingatie vyema. Hii miaka 7 ya mwanzo mtoto anapenda michezo. Katika vitu ambavyo ni haswa kwa mtoto ni kupenda michezo. Mtoto anapenda michezo. Wewe mzazi usimkatikizi, usimkaripii, usiwe mwenye kumfokea kwa ajili ya kupenda kwake vile michezo, la. Utakuwa umefeli. Bali tazama michezo anayopenda kuicheza, wewe mzazi umtafutie michezo itakayokuwa bora. Allah muhifadhi mwalimu wetu Sheikh Hassan Nyamweru alikuwa akipenda kutuambia wakati tulipokuwa tunasoma kwake kwamba mzazi inabidi umtazame mtoto wako, fikra zake za michezo zinaelekea wapi. Kule penye unaona michezo yake inapoelekea, basi mchukue mtoto wako. Ikiwa hiyo michezo pana masomo ya special, pana masomo haswa kwa ambayo inafundisha vitu vinaelekeana na hivyo vinamuona mtoto wako anapenda kucheza, mpeleke mtoto wako huko. Mpeleke mtoto wako huko, atafaulu. Mfano, akatupigia mfano akatwambia, unamuona mtoto wako anapenda sana vitu vya kucheza mipira. Sana. Kila wakati yuko kwenye mipira, ndio penye akili yake imekushaishia huko. Basi mchukue mtoto wako mpeleke katika masomo ya kwenda kujifundisha mpira. Kuna malengo gani? Kwa kuwa ni kitu chenye anapenda,
na kule shuleni atafanya vizuri. Ila unakutana mtoto akili yake imeishia zake huko mpira, mzazi na anamchukua mtoto wake anampeleka tinenda ukasome uganga. Kichwa chenye kwanza cha mtoto hakikubali kule kwenye uganga. Fikra zake zote hazipo kule. Unampotezea muda. Mtoto anafeli miaka na miaka. Matokeo mzazi anaanza kumwambia mtoto wake uko rofa, una akili. La, chunguza mtoto wako anapenda vitu gani, ndipo umpeleke katika vile anavyovipenda. Usimpeleke mkile chenye wewe unapenda eti ndio aende akasome. Unaweza ukaharibikiwa. Ama jambo lingine la 9 katika mambo 14 ambayo yanapatikana kunako miaka 7 ya mwanzo. Hubu tanafusu wa tanahuru. Watoto katika hii miaka wanapenda mashindano na kupambana, magomvi, kushindishana na mwenzake. Huyu amefanya hivi, kwa nini? Na mimi nafanya hivi. Huyu anafanya hivi na mimi nafanya hivi. Mtoto wa jirani amefanya hivi na mimi nafanya hivi kwetu. Hii ni changamoto ya kawaida ambayo inatokea kwa watoto kunako hii miaka ya mwanzo. Wa hadhihi, anasema Sheikh, wa hadhihi in rushidat wa wujjihat kanat amilan muhimman fi at-tafawuq wal ibtikar. Hiki kipindi ambacho mtoto anapenda mashindishano, ikiwa ataelekezwa, ataongozwa vizuri, basi mtoto atakuwa ni mfanyakazi muhimu fi tafawuq, katika kupiga hatua, kushinda wengine, walibtikar, pamoja na kuwa ni mtu mbunifu ambaye atataka afanye kitu chenye wengine hawajafanya. Huyu amefanya hivi, kwa nini anishinde? Na yeye atatafuta tu juu chini, atatafuta kitu atakachokifanya ambacho wengine hawakufanya, ili ionekane tu kwamba vile na yeye amefanya kitu, ameshinda wengine. Fatakulu libnik, wewe mzazi unamwambia sasa mtoto wako, la uhibbu an takuna mutaakhiran fi shay'in. Sipendi wewe unachelewa katika mambo. Sipendi wewe unachelewa katika mambo. Jitahidi wewe wa kwanza mkila kitu. Hii ni motisha unampa mtoto wako. Unamuhimiza. Asikubali kuwa wa mwisho kila siku. La. Pambana uwe wa mwanzo. Kila kitu uwe namba 1. Bala buda an takuna al-awwala daiman. Bali inakulazimu uwe wa kwanza kila siku. Kwenye kila kitu uwe wa kwanza. Kama ni kufanya kazi yoyote, jitahidi uwe wa kwanza kumaliza mtoto wangu. Kama ukitumwa kufanya kazi, jitahidi uwe wa kwanza kwenda kuifanya. Kwenye kila kitu unamuhimiza mtoto wako au wa kwanza, si mwenye kubaki nyuma. Sasa unakutana mtoto amefanya kitu, amechelewa. Mzazi anamwambia nini? Kila siku utaishia kubaki nyuma. Wenzako wako wanapiga hatua wanakwenda, wote utaishiaga kubaki nyuma. La, mpe nguvu mtoto wako. Usimwambie maneno ya kumvunja nguvu. Mpe nguvu. Watakul, kisha unamwambia, alwaladu fulan yaf'alu kadha. Tazama mtoto wa fulani, vitu vyenye anafanya unaviona. Hapo ni iwe ni mfano katika vitu vizuri. Sio mtoto wa fulani anafanya vitu vibaya na wewe umuhimize mtoto wako kwenye vitu vibaya. La, kwenye vitu vizuri. Falimadha la takunu mithlahu, kwa nini hauwi kama yeye? Bali mwambie mtoto wako kwa nini haufanyi zaidi kama yeye. Anta yumkinu an takuna afdala minhu walau fa'alta kadha wa kadha. Wewe mtoto wangu inawezekana ukawa bora kumshinda mtoto wa fulani. Wewe ukipambana utamshinda, na kuamini ukifanya hivi na hivi utamshinda tu. Wa hakadha tushajji'uhu daiman ala at-tanafusi fil khair. Hivyo daima unamuhimiza mtoto wako kushindishana kwenye mambo ya khair. Tazama mtoto wa fulani kila siku anakwenda kusalia msikitini. Kwa nini wewe unasalia nyumbani? Kwa nini wewe usimshindi? Kwa nini unaenda msikitini kabla yake? Kwa nini usisali safa za mwanzo?
sikia mtoto fulani gisa anavyosoma Qur'ani, wewe kwa nini umshindi? Na mimi nakuamini. Haya, nikubalishe sasa, umshinde mtoto wangu, fanya juhudi umshinde. Ma'a mura'ati 'adami al-israf fihi bi suratin turithu at-tifla al-'udwaniyya. Hili ni neno muhimu, lizingatiwe. Haujakatazwa kumhimiza mtoto wako kushindishana katika mambo ya kheri, lakini chunga motisha zako unazompatia zisizidi kipimo, zikaja kuwa katika mfumo wa kumpelekea mtoto huyo akaja kumfanyia uadui mwenzake. Bimaana pahala pa kumuhimiza kufanya kheri ukajikutana umipandikiza uadui na chuki ndani ya kifua chake. Kumbe ni kupima vitu viende kwenye usawa. Walghira, pamoja na wivu, kwa sababu wivu ukizidi panatokea ni uadui baadaye. Walhiqd ala al-akhar, chuki kwa wengine, almutafawwiq alayhi, chuki kwa wengine ambao wamemzidi. Kumbe tazama zile motivation, zile motisha unazompatia mtoto wako, ziwe ni motisha ambazo zitampeleka katika kheri, isiwi ni motisha za kumpeleka kuwa mtu wa roho mbaya, zisiwi ni motisha za kumpeleka kuwa mtu mwenye chuki, zisiwi ni motisha za kumpeleka mtu kuwa na tabia chafu kwa wenzake. Mfano anaona wenzake wamefanya kazi nzuri, yeye anakwenda anaharibu ili wote wafeli. La, zisimfikishi huko. Mpeleke mtoto wako kwa afkari zilizokuwa salama, zilizokuwa nzuri, ambazo ni za kumtengeneza na kumfanya yeye awe namba moja katika masala ya maendeleo. Jambo la 10, at-tafkiru al-khayali. At-tafkiru al-khayali. At-tafkiru al-khayali maana yake kutafakari. Kutafakari. Pana kwa kitu kinaitwa ar-ru'ya au al-hulmu, ndoto. Hulmu ni ndoto ambayo mtu unalala usingizi kisha unaota. Ama ru'ya inaweza ikachukua maana ya ndoto ambayo mtu milala ukaota, au pia ru'ya inaweza inakuja na maana ya muono, vision. Mimi niko na ru'ya baada ya miaka kadhaa, niko na muono baada ya miaka kadhaa nitafanya kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. Inaitwa ru'ya. Ama at-tafkiru al-khayali ni mtu haukulala, upo macho, kisha unatafakari, unaona mimi nitafanya kitu fulani, mimi nitakuwa kadha wa kadha wa kadha. Vyote ni mipango ambayo unayoipanga hali ya kuwa haukulala, upo macho kabisa, lakini mipango yako uko unaipangilia. Fa'aqluhu lam yandih ba'da kama tahaddathna. Katika hii miaka 7 ya mwanzo, akili ya mtoto bado haijakamilika sawa sawa kama kusema eti ni mtu mkubwa ameshakuwa. La, lidhalik fayaghlibu al-khiyalu ala tafkirihi. Ndio maana mtoto kwa kuwa akili yake haijakoma anajiwa na fikra nyingi au anajiwa na mawazo mengi katika fikra zake. Haya mawazo yanayomjia katika fikra wa huwa ma yusamma bi ahlami al-yaqadhati 'inda al-kibar, ndo yale ambayo yanaitwa ndoto za mtu ambaye hakulala, lakini kwa watu wakubwa ndo tunatumia hivyo. Yani mtu unatafakari mawazo, unapanga mipango, unaota kitu na ilale ukulala. Khasatan almurahiqina walmurahiqati. Sana hii hali inapenda kuja katika vijana ambao wanasogelea kubaleghe au wamekwisha baleghe. Pale ndo mwanzo wanabaleghe, ndo wanakuwa na fikra nyingi sana. Fa huwa tafkirun fi ghairi alwaqi', ni fikra
Mtu anafikiria kitu ambacho bado hakijawahi kutokea. Na sio siri, katika hii miaka, wakati mtu anasogelea kubaleghe, mtu anakuaga na mawazo ya vitu vingi ambavyo havijawahi hata kutokea. Unaweza ukasikia anakuambia kitu mpaka ukasema huyu ni mzazi au la, sio yeye. Ndo umri umefika sasa, ndo wakati umefika. فلا تنزعج عندما تجد الطفل جالسا يفكر في شيء ما. wewe mzazi usikosi amani. Fala tanzaij, usihuzuniki, usisumbuki, usibabaiki wakati utamkutana mtoto amekaa sehemu moja yuko anafikiria kitu. Kuna wakati mtoto anakaa anafikiria na tafakari vitu ambavyo hata kusema vitokeo unaona kwamba vile haiwezekani. Ile ameshamfikia tu hivyo, wakati wake ndio umefika. Sasa wewe mzazi usikosi amani, jipe raha. فعندما نحدثه عن الجنة نقول, wakati unaweza kuwa unaikana na mtoto unamhadithia kuhusiana na pepo, unamwambia fiha kullu ma tuhibbu, ndani ya pepo ya Allah pako kila kitu unachokipenda. Sikia, hii mifano ambayo Sheikh anaendaga anatutolea ni mifano ya kuzingatia, ambayo mtu unaweza kaitembelea katika malezi ya mtoto wako. Unamwambia mtoto wako, hapa tungali tunacheza katika ile miaka 7 ya mwanzo. Unamwambia mtoto wako, ndani ya pepo ya Allah, aliumba pepo, ameumba na moto. Kwenye hii pepo hii pako kila kitu unachokipenda wewe. Wanaturukuhu yufakiru fiha kaifa ma yasha. Alafu tumuache sasa afikirie gisi anavyotaka. Mwambie tu mtoto wako, Mungu ameumba pepo, ameumba moto. Ndani ya pepo pako kila kitu chenye wewe unapenda. Kisha muache abaki anafikiria sasa. Hivi mtoto mathalan labda anapenda kutembeza kinga, anaikana jifikiria sasa, hivi peponi pana kutembeza kinga? Mtoto anapenda kula chakula fulani, anakana jiuliza, hivi peponi panakuwa kula kitu fulani? Anabaki anafikiria. Yani hapa ni katika kutaka kuikomaza pia akili yake iweze kuwa ni yenye kutafakari. Wakadhalika naqulu la, pia tunamwambia mtoto, Rabbuna kabirun wa qawiyun jidda, Mola wetu, muumba wetu ni mkubwa na ni mwenye nguvu sana. Unamwambia mtoto wako, Mungu ni mkubwa sana, Mungu ana nguvu sana. Wanaturukuhu yasbahu bikhiyalihi kaifa ma yasha, kisha tunamuacha aogelee katika mawazo yake na fikra zake anavyotaka. Akae anajiuliza, baba au mama ameniambia Mungu ni mkubwa sana. Akili za kitoto atafikiria vitu vingi. Hii nyumba ni kubwa, hivi kweli Mungu ni mkubwa kushinda hii nyumba? Baba ameniambia ni mkubwa sana, maana yake nyumba ni ndogo. Yaani unamjenga mtoto wako hata pia katika upande wa akida. Anakaa anajua kwamba vile Allah ni mkubwa, hakuna chenye kinamshinda ukubwa. Allah ana nguvu sana, hakuna chenye kinamshinda nguvu. Mtoto anabaki na hayo mawazo katika akili yake. Hatta yakbura wa yandija aqluhu, mpaka pale atakapokuwa na akili yake ikawa imekamilika na kukoma ipasavyo. Hivyo ndivyo anavyolelewa mtoto. Maanake katika hichi kipindi cha kutafakari, mpe masuala au mwambie vitu ambavyo vitabaki vinamwacha masala ndani ya akili yake, ili akili yake izoe kwenda inatafakari. Bimaana mtoto wako unajikutana huko unamlea kiupande wa akhlaq, namna ya kuishi na watu. Unamlea mtoto wako upande wa akhlaq, namna ya jinsi gani mwenyewe atakavyojilea, namna jinsi gani mwili wake atakavyoukuza mwenyewe. Kisha jambo la 11, almailu liktisabi almaharati. Almailu liktisabi almaharati. Kwenye hii miaka 7 ya mwanzo ndiyo miaka ambayo mtoto anapenda kuelekea katika kupenda kujifunza kila kitu. Chunguza mtoto wa miaka 6
akimwona babake anafanya kitu fulani na yeye anataka aje pale amsaidie. Hata mtoto wa miaka 5, 4, 3 akiona mfano baba yake yuko ananyanyua vitu, utaona tu wako na kenyeka na kuja kanashika pale, aonekane tu kama na anamsaidia babake kufanya kazi au mama yake. Hivyo ndivyo watoto walivyo. Falau anna abahu kana najjara, mfano baba wa mtoto ni fundi saramala, fundi mbao, baba ni fundi mbao. Au laiba, au baba ni mchezaji labda wa mchezo wa aina yoyote. Au haddada, au baba ni mfuaji, mfua vyuma, yani yule mwenye kuyayusha vyuma. Au muallima, au baba akawa ni mwalimu. Au sabaka, sabakun ni mtu, ni yule fundi ambaye anakuaga na kuja kutengeneza matio ya maji na kuyapanga, kuweka chini ya udongo ili maji yaweze kupita. Au hata amila nadhafa, au hata baba akiwa ni mwenye kufanya kazi za usafi wa barabarani. Fasawfa najidu tifla yuhawilu iktisaba tilka almaharati min abihi bitaqlidihi lahu, utamkutana mtoto anafanya nini? Anajitahidi kuiga ule ubunifu, ule uzoefu ambao baba yake anafanya kwa kumuigia tu. Akimwona baba yuko anakata mbao, mtoto huyo atakuja na yeye basi angalau atajitahidi achukue hata mbao anyanyue amletee baba yake ampe. Baba yake hayupo, utamwona na yeye anaika tu pale baba yake anaikaaga, hakuna chenye yuko anafanya, aikae tu pale. Ukimuuliza anakwambia yuko anafanya kazi ya papa. Au laiba, au baba ni mchezaji labda mathalan wa mpira. Mtoto tu naye anakuwa anataka afanye kile chenye anaona baba yake anafanya. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho ukimwona mtoto wako anaelekea huko, inabidi muache. Msogeze karibu yako, hamna tatizo. Wadhālika litifli saghiri qabla 6 sanawati, na hayo mara nyingi yanapatikanaga kwa mtoto wa kabla ya miaka 6, ndio yanapatikanaga hayo mambo. Ndio mtoto anakuwa anajituma kutaka kufanya kazi ambazo baba yake anafanya. Wa baadaha sayaqillu dhalika, baada ya miaka 6 hizi shauku zote zinaendaga zinapunguka. Mtoto akishafikisha miaka 8, 9, 10, hautomuona tena msogelea baba yake afanye vile baba yake kwa anafanya. Kama baba uko fundi mbao, mtoto hautomuona tena kuja kukusaidia. Ni wakati utamuona anapiga zake style yake vizuri, anatoka anakwenda. Wewe baba umekaa hapo uko unapambana. Baba uko mjenzi wa majumba, umeenda huko unatengeneza mtoto wako pahala pa kusema aje akusaidize, labda hata kukupokeza tofari, kukupa maji, yeye hayupo, anatoka zake anakwenda. Mambo yanakwenda yanapunguka. Kwa nini? Ile miaka 7 ya mwanzo imepita. Alikusogelea, umemkimbizia mbali, basi ndio inapotea moja kwa moja. Lakini kama alikusogelea na wewe ukampa uhuru katika hali kama hiyo inasababisha hata vikenda vinapunguka, ila kuna kale kashauku fulani ambako katabaki katika kifua cha mtoto wako. Ama jambo lingine la 12, an-numuwu al-lughawi sari', lugha ya mtoto inakuwa haraka. Lugha ambayo mtoto anayoongea inakuwa haraka. Mtoto wa kabla ya miaka 7, mtoto wa miaka chini ya 7, ukimpeleka sehemu fulani akajifunze lugha, ni virahisi kuielewa kwa haraka sana kuliko mtoto ambaye amekwisha inukia na amekwisha ingiza vitu vingi ndani ya akili yake. Famu'jamu tifli lughawi yazdadu bistimrar, kamusi ya mtoto ya lugha inazidi kwa maendeleo, yani dictionary ya mtoto ya lugha. Bimaana nakusudia fuko lake la kuhifadhi maneno, fuko lake la kuhifadhi lugha linakwendaga linaongezeka kadri ya jinsi siku zinavyokwenda. Wa yuathiru fi dhalika sihhatu al-'ammatu litifli, na hiki kipindi kinaathiri katika afya ya mtoto. Kivipi? Twende vizuri. Khasatan taghdhiyati salima,
hasa katika upande wa malezi yaliyokuwa bora. Wakadhalika alaqatu alusriya, hivyo hivyo katika uhusiano wa kifamilia, walmuhtawa alijtimai, na mchanganyiko wa jamii, waliqtisadi, na mambo ya kiuchumi, walmustawa lughawi lilabi walummi, pamoja na kiwango cha lugha kwa baba na mama. Bimaana huyu ni wakati ambao mtoto anakuwa anajifunza lugha tofauti. Kwa hiyo kwenye hiki kipindi hiki unaweza ukamharibu mtoto au ukamtengeneza. Ni kipindi ambacho mtoto kila lugha yeye anakamata. Hata mwenye akija kaongea lugha chafu mtoto anakamata. Mwenye akija kaongea lugha nzuri mtoto anakamata. Maneno tena anaweka mkichwa. Kesho kutwa mtoto unasikia anarudilia maneno machafu, ni lugha mibana, yeye hajui, anahifadhi. Mzazi anaikana anajiuliza, "We, umeatoa wapi hayo?" Mtoto anakula kofi kwenye mdomo. Unasahau kwamba umemtupilia. Kipindi hiki cha kubana kila neno, kuwa naye karibu. Ndio maana Sheikh anasema walimuraati numuwi lughawi sari'i litifli, kwa kuchunga ukuaji wa lugha wa haraka kwa mtoto, walitajannub ma kad yadhharu ba'da dhalika min mashakil fi nutqihi yuraa al-ati, pamoja na kuepukana na yale matatizo ambayo yanaweza yakamtokea mtoto baadaye katika kuzungumza. Lazima tuchunge hivi vitu. Ukitaka kumchunga mtoto wako wakati wa kuanza kujifunza kusema, wakati anaanza kujifunza kuongea, chunga haya mambo. Moja, ibaadu at-tifli 'anil alfadhi sayyi'ati wal badhi'a, muweke mtoto mbali na maneno mabaya, maneno machafu, kasibabi wa shataimi, kama vile kuongea matusi. Asibab ni kuongea matusi kwa muda mrefu, yani unaongea matusi, unafanya kitu cha muda uko unazungumza tu matusi. Ashataim ni kuongea matusi ambayo hayachukui muda mrefu, alakuna mtukana tu mtu labda tusi limoja khalas. Muweke mbali mtoto wako na haya maneno yote machafu, iwe kwa rafiki, iwe hata kwa wazazi. Mzazi usiongee maneno machafu. Mtume alayhi salatu wasallam anatuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ambaye anayemwamini Allah na anaamini siku ya mwisho azungumze yale yaliyokuwa ya kheri au akae kimya. Ila leo watu sio hivyo. Mtu anazungumza neno ni neno, yanaoromosha tu, hajali uzito wa hilo neno, hajali matatizo ya hilo neno, hajali atakayotokea baadaye. Unaharibu hata waliokuzunguruka. Jambo la pili katika mambo ya mtoto wakati anapoanza kuzungumza, al-kashfu ad-dawriyu ala tifli wa mutaba'atuhu sihiyya. Al-kashfu ad-dawriyu maana yake ni mzazi kujipatia muda wa kumfuatilia mtoto wako, hasatan katika upande wa kiafya. Leo kuna mzazi tangu azae mtoto wake, maadamu mtoto wake hajawahi kuumwa, mzazi hajawahi kumpeleka mtoto wake kwa mganga kwenda kumfanyia checking ya mwili wake, ajue mtoto wake vipi, ana matatizo kwenye mwili wake au yuko salama. Mzazi hakuna. Mtoto anaishi mpaka miaka 30 ndio mtoto anaumwa. Unasikia mzazi huyo alikuwa hajawahi kuumwa, ndio turi ya kwanza anaumwa vitu kama hivi. Nini? Ugonjwa umejificha. Na we mzazi umeikaa tu bila kufanya uchunguzi kwa mtoto. Haumpeleki mtoto wako aende akachunguzwe afya wiki, unajua mtoto wako ni mzima ama sio mzima. Kumbe inafaa mzazi, kama hali taruhusu, hata ikiwezekana kila mwezi mpeleke mtoto wako kwenda kumfanyia checking ya afya. Khasatan udhnihi, Sheikh anatuambia sana upande wa masikio. Mpeleke mtoto wako kwa mganga, umfanyie checking ya masikio, uhakikishe vipi masikio yake ni mazima. Usikaagi tu na mtoto, kumbe mtoto amezalikiwa masikio yake hayatumiki. Baadaye mtoto anakuwa ni kiziwi. Na wewe mzazi pia unajikutana umechangia au kumfanyia checking mapema. Unakutana ni ugonjwa labda ungitibika ukapuuzia. Liana rubama yakunu dhaifa sama, kwa sababu huenda mtoto wako akawa ni mtu mwenye udhaifu wa kusikia. Kumbe hili jambo wazazi watanabahi kwalo.
Jambo lingine, mukhalatatul aqrani salihina min al-atfal. Muweke mtoto wako achanganyikane na watoto wema ambao ataiga tabia njema kwao, ataiga maneno mazuri kwao, ataiga mazungumzo yaliyokuwa mazuri kwao. Jambo lingine, al-iktharu min al-qisas al-hadifa al-mahkiyati an tariqi sharait al-kasiti wal-video. Kukithirisha sana kumpatia mtoto visa vyenye faida, habari, historia zilizokuwa na faida kupitia njia tofauti, labda kwa video au kwa kaseti fulani, lakini viwe ni vitu vya faida. Unajua malengo, mtoto wangu nataka nimkuze, nimlee katika maadili yaliyokuwa mema. Jambo lingine, taswibul alfadh allati yantiquha at-tiflu ma'kusa. Kumsahihisha mtoto maneno ambayo atakayoyazungumza kimakosa. Mtoto anatamka neno akakosea kwenye herufi, msahihishe ili ulimi wake uzoee. Msahihishe kutaka ulimi wake upate kuzoea. Haya. Wa adamu dhahki alayhi, usimcheki. Mtoto anakosea, anazungumza neno kimakosa, mzazi huyo na warafiki zake wote wanamcheka. Kuna kitu fulani kinaingia ndani ya nafsi ya mtoto. Kumbe usimcheki, muweke kwenye usawa. Au sukhuria minhu li alla yuanid, au simfanyike jeli, simfanyike behi mtoto wakati anapokosea katika maongezi. Hii itampelekea mtoto kuja kuwa mkaidi, kuja kuwa mkakamavu, hata kuwa nakubali kukosolewa. Na jambo lingine, an yukhrijal murabbi khasatan al-abawaini al-lafdha min makhrajihi. Wale wenye wanamlea mtoto wajitahidi wakiwa wanazungumza watoe herufi ipasavyo, watamke inavyotakikana. Sio mtoto anaongea kosa na wewe mzazi wakati wa kumuongelesha unamuongelesha katika ile mfumo wake, ule mfumo wake, ile terme yake. Neno analiongea kikosa na wewe wakati wa kumsemesha naona aliongea ile neno vile kikosa. La, liongee neno kama jinsi linavyostahili kuongelewa ili kutaka kuzoelesha ulimi wa mtoto. Duna mujaratihi lima yaquluhu min kalami khati, pasina kuzungurukia au kuvuka katika yale maneno ambayo mtoto anayazungumza kimakosa. Hapo utakuwa uko na mlemaza, haulei, haumkuzi mtoto vyema. Kumbe wewe mzazi, wewe mlezi, toa kila herufi na nafasi yake, zungumza neno kama inavyotakikana. Na hapa wazazi wengi wamefeli. Wazazi wengi ambao tumekwisha wadiriki wanawaongelesha watoto zao kwa ile lugha yao ya vile gisi wanavyokosea maneno. Hii sio kumtengeneza mtoto. Mtoto akiongea neno kosa, wakati utamwambia, mwambie neno ambalo liko vizuri. Mwambie neno ambalo lipo vizuri. Hapo ndo utakuwa uko unampeleka mtoto wako kwenye maadili yaliyokuwa vizuri au kwenye malezi ambayo yapo bora. Hayo ndio ambayo tumeweza kuona siku yetu hii ya leo. Na Allah kituafikisha insha Allah, tutakuja kumalizia vinavyobaki ili tuingie katika hatua nyingine ya pili ambayo ni ya kumchezesha mtoto, ni ya kumwadabisha mtoto wako akieneza ingine miaka 7. Hiyo miaka 7 ya pili tutakuja kuiona baada ya kumalizia hiki kipengele kinachobakia kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo mwisho wa darasa letu hili la leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika kila lililokuwa la khairi. Tunamwomba Allah tuthibitishe kaulu la ilaha illa Allah wakati wa kufa kwetu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.